akishakuwa na kwake wakala amran ilikuwa ishapitishwa hiyo huko, itatekelezwa unataka mtaka. Amri ya Allah itatekelezwa kwako wewe, unataka au hutaki, unasali au kusali, yani kwa vyote utakavyokuwa wakala amran maqdiya. Ifike mahala tukitambue kwamba sisi ni dhaifu na tukipelekeza kwa Allah ili tupate msaada wake, kwa sababu kuna mambo ambayo Mungu alishaamua kwetu hatuwezi kuyakwepa wala kuyatimiza. Fahamalakihu, akapata ujauzito, akaona hii issue, akaenda zake mbali. Kisa ni kirefu, tukiache hapo kilipoishia lakini umeshamuona mwanamke mmoja anaitwa nani? Maryam, namna gani alikuwa mfanya ibada na namna gani ameingia kwenye mtihani mkubwa kwa sababu ya maamuzi ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia uangalie namna gani mama yake Maryam alivyoomba mtoto akapata mtoto wa kike badala mtoto wa wapi? Wa kiume, na akizingatia kwamba hapa nimepata hasara, kumbe amepata mtoto bora katika misingi ya kiibada ambaye hata huyo wa kiume inawezekana asingefikia hivyo. Kuna kitu kinachoitwa mustahil. Mustahil ni kitu ambacho kwa mazingira ya kawaida hakiwezi kutokea, labda kwa misingi ya kiajabu ajabu, ndio mustahil. Yani hakiwezekani kutokea, lakini kitafanyaje? Kitatokea. Akina mama, nilikuwa nazungumza wajibu wa wanawake kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani nyinyi mna wajibu, nyinyi wewe kama mwanamke una wajibu wewe kwa Mola wako. Na tutoe dhana kwamba iko hivi, Allah subhanahu wa ta'ala aliumba watu wawili wenye wajibu sawa kwake. Narudia tena, Allah subhanahu wa ta'ala aliumba watu wawili wenye wajibu kwake. Mmoja anaitwa mwanaume, mwingine anaitwa mwanamke. Yani sisi wote kwa Allah tuna wajibu kwake. Yani misingi ya kufanya ibada na kujipendekeza kwa Allah, mwanamke ana wajibu na mwanaume na nini? Ana wajibu. Hapa hakuna kusema eti siku ya kiyama. Kwanza tofauti, Mtume salama kila inasema, kuna kile inasema alioa wake 9, kuna kile inasema alioa wake 11, kuna kile inasema alioa wanawake 13, kuna kile inasema alioa wanawake 15. Huo uwanja mwingine. Lakini ninachotaka kukueleza haraka, mpaka Mtume anakufa alikuwa na wake wangapi? Ni mashehe. Mpaka Mtume anakufa alikuwa na wake wangapi? 9. Siwaambii kuoa wake wengi. Najua hiyo tutagombana sasa hivi. Haraka Mtume alikuwa na wake 9. Lakini pointi yangu iko hapa. Baada ya Mtume kufa, chukua mfano mdogo. Aisha kaolewa na Mtume, wengine wanasema alikuwa na miaka 7. Baadhi ya kila. Na Mtume amekutana naye akiwa na miaka 9. Baadhi ya kila.
Wakati mtume anakufa, Aisha na miaka 18. Siji hiyo data tunaielewa? Naipitia kidogo kidogo, pointi yangu na kueleza hapo mbele. Aisha kaolewa na miaka mingapi? 7. Kakutana na mtume akiwa na miaka mingapi? 9. Mtume amekufa Aisha na miaka mingapi? 18. Aisha amekufa na miaka takriban 65 na kuendelea kidogo, 65 mpaka 68. Aisha katika hiyo miaka, hata kama unafanya 65, toa miaka 18, takriban utabakiza miaka 47. Miaka 47 Aisha hana mme na wala hakuolewa. Na an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhu. Haya ni masala mengine, lakini haraka haraka, wake wa mtume wote ni mama za nani? Za waumini, kwa mujibu wa kauli ya nani? Ya Allah. Maana yake ni haramu katika Uislamu mtu kumwoa nani? Mama yake. Kwa hiyo wake wa mtume ikawa hawawezekani kufanyaje? Kuwaoa. Kwa nini? Kulinda heshima ya mtume. Mtume alisema wake zake duniani ndio watakuwa wake zake wapi? Akhira. Sababu ya kutokuolewa, wake zake duniani mtume ndio watakuwa wake zake wapi? Akhira, kwenye pepo huko. Hiyo naelewana vizuri. Lakini mimi na wewe unaweza ukachoma motoni, mimi nikaingia peponi, Mungu akanipa mke mwingine. Au mimi nikaingia motoni, wewe ukaingia wapi? Peponi, Mungu akampa mume, akakupa mume mwingine. Sio, tunaelewana hapo? Kwa hiyo kila mtu anawajibu kwa nani? Mtume tu ndo hayumo. Lakini sisi, kwa hiyo wewe kule nyumbani na mume wako au mume na mke wake, wewe cheza tu, utaingia motoni, jamaa itaingia peponi. Alafu Mungu ataliozesha kule. Wewe unaungua tu. Sasa utakuwa unasema maana yake wewe mnakimbilia mume wangu hata hanisaidii. Sasa na huko itakuwaje? Unaungua kule. Sisi wanaume tuwasimamie wake zetu kwenye misingi ya mahusiano kati ya wao na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa hatujafanya vizuri. Akina mama, kama kuna kiumbe dunia hii, kama kuna kiumbe ambaye yuko bize kuliko wengine wote, wa kwanza ni mwanamke. Mimi nashangaa muda wa vikundi vya vikoba huwa mnatoa wapi? Muda wa umbea huwa mnaupata wapi? Muda wa kusengenyana huwa mnautoa wapi? Yaani nyinyi ni watu ambao ukiwaangalia Uislamu ulivyo na nyinyi mnayotakiwa kutekeleza, hamna muda hata kidogo wa umbea wala wa kikoba wala wa kusema mtu. Huo muda nyinyi Mungu hajawapa. Huo muda Mungu hajawapa wanawake. Huo muda wanao wanaume. Bahati nzuri Mungu alivyoomba wanaume, hizo issue huwa hawana. Hebu chukulia tu alivyokuwa Maryam hana muda wa kufanya ibada. Hana muda zaidi ya kufanya nini? Ibada. Mpaka kafikia ngazi hiyo. Ukichukua tu wewe hilo moja tu hilo, una muda kwenda kuzungumza uongo kwa mtu. Sasa huo mnatoa wapi ule muda wa kufanya umbea huko? Yaani muda wa kuwa luzi umeupata wapi? Wajibu wa mwanamke kwa nani? Kwa Allah. Hapo sijatoka hapo na madangu itaishia hapo leo. Manake muda wangu unakwenda mwishoni. Na dakika 27 sasa. Nimebakiza dakika 10. Kuna mtu mmoja
anaitwa Khadija. Khadija ni mke wa Mtume ambaye Mtume kamuoa akiwa na miaka 40, yeye Mtume akiwa na miaka 25. Ninyi wakina baba, kuna kitu nimejifunza katika maisha. Kwa nini Mwenyezi Mungu alijalia Mtume amuoe Khadija? Kuna hekima kubwa sana ambayo wanaume hatujaiona. Mtu mdogo akimuoa mwanamke mkubwa, mwanamke mkubwa huwa ana utulivu kwa mwanaume kuliko mtoto mdogo. Narudia tena. Mwanamke mkubwa ambaye alifikia miaka 40 na kuendelea, ukimuoa huyu utaenjoy maisha kuliko kuoa mtoto mdogo. Na wajibu wa mwanamke kwa mumewe anaanza kuujua akiwa mkubwa. Na Mungu alivyojalia hatari sasa. Mwanamke akishafikia miaka 40 na kuendelea, anatamani kuolewa zaidi kuliko mtoto mdogo. Hasa pale anapokuwa hana mume. Na akiolewa huwa hachezei nafasi. Sasa hilo mkalifikirie nyi wanaume. Na hekima ya pili iliyopo, mwanaume mtu mzima akimuoa mtoto mdogo, huyu mtoto mdogo anaweza akadumu kwenye ndoa kuliko kuolewa na nani? Na kijana, kwa sababu mwanaume mtu mzima akili lisha koma.